Ni utambulisho wa mbegu mpya ya DKC 9709 kwa wananchi wa Senjele, wilaya Mbozi, mkoani Songwe, ambapo kampuni ya Bayer ambayo ni wazalishaji wa mbegu bora za mahindi za DECAB imeendesha na kutoa mafunzo katika kitaru cha shamba darasa la mbegu hiyo mpya na bora. Kwenye swala la uvumilivu kwenye changamoto ya ukame, ukipanda hii mbegu hata kama kutakuwa na shida ya ukame haitaathirika na hali yoyote ya ukame. Lakini pia mbegu yetu hii mpya DKC 9709 kwenye swala la kipato tunasema itakupa si chini ya gunia 48 mpaka 50 kwa eka moja iliyopimwa, lakini sio tu useme una eka moja kumbe ni robo eka. Nyanda Balele ni bwana shamba kutoka Bayer na mwakilishi wa mkoa wa Songwe na Mbeya, ambapo anaelezea kwa kina kuhusu faida za mbegu ya mahindi ya DKC 9709. Mbegu za DK zinakupa kipato kizuri endapo utazingatia kanuni bora za kilimo, ikiwemo uandaaji mzuri wa shamba, walau ulime mara 2. Alafu pia ukizingatia upandaji kwa nafasi. Mfano sisi tunashauri wakulima wengi watumie sentimita 25 kati ya mbegu na mbegu, na pia sentimita 75 kati ya mstari na mstari. Mbegu za DK zinatoa pumba chache na uotaji wake ni 100%, na hata zinapokuwa shambani zinakuwa kwa kimo kimoja, na pia hata swala la kuanguka, hata kama kuna changamoto ya upepo hazianguki. Na issue nyingine ni swala la kubunguliwa. Mbegu yetu haibunguliwi kirahisi inapokuwa imevunwa iko store, kwa sababu ina punje ngumu. Alafu kingine, mbegu yetu ya DK inapopandwa basi mkulima ategemee kupata mahindi mawili, na maanisha watoto wawili kwa mhindi mmoja. Mbegu zetu za DK zinakuwa kwenye mfuko uliofungashwa kwenye kilo 2, na mifuko yetu mara nyingi ya DK hairudiwi kushonwa. Ni kwa ajili ya kubaini mbegu feki na ipi ni mbegu bora. Bwana Wilson Mwazembe ni mkulima na ni miongoni mwa watumiaji wanufaika wa mbegu za mahindi za DECAB. Hapa anaeleza imani yake juu ya mbegu hii mpya. Mimi toka nimeanza kutumia mbegu hizi za DK, kwa kweli imeniletea mafanikio makubwa sana katika kilimo changu. Nimeepukana na njaa. Hivi njaa nimeshaisahau. Nasikia tu jina njaa. Mtu akisema sijui kuna njaa nashangaa sana. Sababu muda wote nakuwa na chakula cha kutosha, na chakula cha ziada ninauza, nafanya shughuli zangu, nasomesha watoto, lakini na mahitaji mengine. Mwanzoni nilivyokuwa nasoma kwenye vipeperushi nilikuwa siamini, niona kama ni hadithi tu, lakini baada ya kutumia na kuona kipato ninachokipata nikaona ni halisia. Ninawashauri wakulima wenzangu na wengine ambao bado hawajaanza kutumia hii mbegu ya DK waanze kufuata hii mbegu na kuitumia. Wataona mafanikio na kipato watakachokuwa napata itakuwa tofauti na mbegu zingine ambazo wametumia za makampuni mengine. Tunashukuru sana hii kampuni ya Bayer kwa kutuletea na utafiti waliofanya mzuri, kutuletea mbegu hizi za DK. Pamoja na mbegu ambazo nilizitumia, sasa wametuletea mbegu nyingine mpya, wanaendelea na utafiti. Hii mbegu 9709. Hii mbegu sasa ndio imekuwa ya pekee kabisa. Kipato kinachopatikana ukifuata, ukizingatia kilimo na masharti inavyotakiwa, ndio nakupatia magunia 48 mpaka magunia 50 kwa ekari moja kama utazingatia kilimo kama unavyoelekezwa. Licha ya kuwasisitiza wakulima kutumia mbegu ya DKC 9709, Shimba Beni Mwasaka ambaye ni afisa kilimo kata ya Manyala na kijiji cha Senjele amewataka wakulima kuzingatia kanuni bora za kilimo ili kupata mazao ya kutosha. Tumieni mbegu ya DK, hasa na hii mpya ambao wameipanda kwenye shamba darasa hili, DK 9709, nayo muitumie. Ni mbegu ya muda mrefu lakini ina kipato kizuri. Tumeambiwa ina gunia ngapi kwa ekari? Tutumie hii mbegu.
Mimi ya kwangu kwa kifupi ni hayo, lakini mdhibiti wadudu kwenye mahindi. Ukiona mahindi yametobolewa, hakikisha unanunua kiuatilifu, unapiga ili kudhibiti, ili uje upate mavuno mengi, lakini pia yakiwa bora, yaani yawe na quality nzuri. Mkulima, mbegu zetu za DK utazipata kwa mawakala ambao wamesajiliwa kwa ajili ya kuuza pembejeo za kilimo. Na kwa hapa mkoa wa Songwe tunao mawakala wetu wakubwa ambao tuna wakala wetu anaitwa Jumla Africa ambaye yuko Mlo mkabala na stendi ya Mlo, lakini pia tuna wakala mwingine mpya ambaye ni Mtembela ambaye ni yupo Kalasha, ana magodauni pale anauza mbegu zetu. Lakini kwa watu ambao wako karibu na Mbeya, ukienda Mbeya pale utamkuta Mama Mwanjerwa, utapata mbegu zetu za DK. Lakini pia tuna mtu anaitwa Jumla Africa naye yuko pale pale Mbeya maeneo ya Soweto mkabala na Mkuru Hoteli, utapata pia mbegu zetu za DK. Lakini pia tuna wakala mwingine anaitwa Sula, naye anauza mbegu zetu za DK, yupo maeneo ya Mwanjerwa. Lakini pia tuna wakala mwingine anaitwa Maki naye ni wakala wetu, anauza pembejeo zetu au mbegu zetu za DK.